Karibu mtazamaji wa Zaka TV katika ulimwengu wa habari za kimataifa. Mimi ni Idi Karim na sasa ni ambapo Marekani na Iran zinatarajia kufanya mazungumzo ya moja kwa moja kuhusu makubaliano ya nyuklia siku ya Jumamosi. Mkutano huo ambao umethibitishwa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran ambaye amesema kuwa ni fursa kubwa ambayo pia inakabiliwa na mtihani mkubwa. Rais Trump amesema kuwa mazungumzo hayo yatafanyika katika kiwango cha hali ya juu na kuonya kuwa ikiwa hakuna makubaliano yatakayofikiwa itakuwa siku mbaya sana kwa Iran. Mwezi uliopita Trump alionyesha uwezekano kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya Iran baada ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei kukataa hadharani pendekezo la mazungumzo ya moja kwa moja. Rais Trump alifichua habari za mazungumzo hayo baada ya mkutano na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye amekuwa akisisitiza haja ya kuzuia Iran isifanye maendeleo katika silaha za nyuklia. Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia, na kama mazungumzo haya hayatakuwa na mafanikio, nadhani itakuwa siku mbaya kwa Iran. Trump alisema hayo akiwa katika ofisi ya White House. Hata hivyo, Rais Trump aliepuka kutoa maelezo zaidi kuhusu mazungumzo hayo, kama vile viongozi gani watahusika au ni hatua zipi zilizofikiwa hadi hivi sasa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran alithibitisha kuwa mkutano huu utafanyika huko Oman tarehe 12 Aprili ya mwaka huu. Kupunguza uwezo wa Irani katika uzalishaji wa silaha za kinyuklia kumekuwa ni lengo kuu la sera za kigeni za Marekani na washirika wake kwa miongo kadhaa. Katika mwaka 2015, Rais Barack Obama alifanikisha makubaliano na Irani ambayo ilikubali kupunguza shughuli zake za kinyuklia na kuruhusu wakaguzi wa kimataifa kuhakikisha vifaa vinatumika kwa madhumuni ya kiraia pekee na sio kwa ajili ya uzalishaji wa silaha. Hata hivyo, mwaka 2016 Trump alijiondoa kutoka kwa makubaliano hayo, akieleza kushinikiza kurekebisha makubaliano hayo. Katika miaka iliyofuata, Iran ilikiuka masharti ya makubaliano hayo, na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki limeonya kuwa Iran imejilimbikizia hifadhi kubwa za urani ya kutajirika ambayo inaweza kutumika kutengeneza mabomu ya nyuklia. Israeli kwa upande wake inaona kuwa kuzuia kwa Iran kupata silaha za kinyuklia ni jambo muhimu sana kwa usalama wake wa muda mrefu. Inaripotiwa kwamba imekuwa ikifikiria kushambulia vituo vya uzalishaji vya Irani katika miezi ya hivi karibuni. Mwaka jana Israeli ilisema kuwa ilishambulia tovuti ya kinyuklia ya Iran kwa kulipiza kisasi kwa shambulizi la makombora kutoka Iran dhidi ya Israel. Netanyahu akizungumza katika ikulu ya White House alisema, sisi na Marekani tumeungana katika lengo kwamba Iran isipate silaha za kinyuklia kamwe. Ikiwa hili linaweza kufanywa kidiplomasia kama ilivyofanyika Libya, nadhani hiyo itakuwa hatua nzuri. Makubaliano haya yanaashiria safari ndefu na ngumu katika juhudi za kimataifa za kudhibiti silaha za nyuklia. Kila upande unalenga kuonyesha msimamo wake, huku mamilioni ya watu wakiwa wameshika pumzi wakisubiri kuona kama tahadhari za kisiasa na kidiplomasia zitafanikiwa au kama mlango wa vita utalipuka.